Kwa mabadiliko makubwa yanaendelea TEMESA na hasa hapa Dar es Salaam nimeona kijipambanua sana kwa mabadiliko. Hebu tueleze toka tulivyoachana mpaka sasa mambo yanavyoendelea. Tunashukuru kwamba TEMESA imekuwa kwenye mabadiliko makubwa. Na toka mwanzo tuna wajibu wa kufikisha taarifa hizi kwa umma tunaohudumia. TEMESA ni taasisi ya serikali, kwa hiyo inahudumia wananchi. Na ni vizuri kila kipindi tuwe tunawataarifu nini kinaendelea. Sasa changamoto nyingi za TEMESA zimefanywa kazi. Ni mabadiliko ya kuifanya taasisi iwe ya kisasa zaidi. Tunasema ya kisasa kwa maana ya kutumia mifumo na teknolojia mpya, lakini kutumia data katika kufanya maamuzi na kutoa huduma. Kwa hiyo utaona kwamba ni TEMESA ambayo haiendi kubahatisha. Inaenda kufanya kazi kwa weledi na sayansi zaidi katika karne hii. Kwa hiyo leo tutaonyesha maeneo ambayo tumeboresha zaidi. Tulikuwa na eneo la mifumo, tuko kidijitali sasa katika kila eneo, kuanzia huduma zetu za matengenezo ya magari, huduma zetu za taa za barabarani, vivuko, lakini na huduma zile ambazo za ushauri. Kwa upande mwingine tumekuwa na ubunifu mkubwa hasa kwenye mambo ya pesa. Sasa hivi tuna kitu tunaita wallet. Tutaelezea hapa kwamba unaweka pesa yako kabla ya kupata huduma. Kwa hiyo kadri unavyohitaji huduma unaendelea kutumia ile wallet yako ndani ya TEMESA. Mimi nadhani kwa sababu muda wetu ni mfinyo sana, mhandisi, ungekuwa unatusaidia moja kwa moja kama hiyo wallet nini kwa haraka hivi tukimbizane ili tuone tutakavyowafikia na wengine kuja kuzungumza. Ninapoongea wallet kwa haraka ni utaratibu ambao au ni mfumo ambao unalipa in advance. Unachukua pesa yako ulioandaa kwenye bajeti, unaiweka ulioitenga kwenye mfuko wako ambao unamilikiwa na TEMESA. Lakini utakapokuwa unahitaji huduma, utakuwa unachukua kidogo kidogo kutokana na yale mahitaji ambayo unakuwa unalipa. Huo ni kwa taasisi binafsi au ni serikalini? Kwa sasa hivi tumewekeza kwa mteja wetu mama ambaye ni taasisi za serikali. Lakini kama tulivyokuambia tunaenda komesho. Kwa hiyo soon huduma hii itafikia kila mwananchi. Unafanyaje hiyo wallet? Utaratibu wake unawekaje, yani inakuaje? Hii wallet ni kwamba unakuwa umetenga pesa kama unavyofanya kule kwenye benki. Labda say una mahitaji yako ya mwezi au ya miezi miwili, unakuwa na milioni zako 20. Unazidumbukiza mle kwenye akaunti ya TEMESA, kwenye akaunti ya kwako ambayo iko ndani ya inamilikiwa na TEMESA kwa wakati huo. Lakini utakapokuwa unapata huduma basi unakuwa unatoa kidogo kidogo kutokana na kile ambacho unahitaji. Kwa hiyo ni kama vile ambavyo benki zinakuwa kwa TEMESA yote nchi nzima au ni Dar es Salaam. Mabadiliko tunayoongelea hapa sasa hivi yako effective nchi nzima. Na mwanzo tulikuwa tunaongea kama ndoto, lakini hivi tunavyoongea rasmi ni kwamba tupo kwenye mifumo hiyo. Sawa, sasa tutarudi kwako, lakini tuko na maintenance engineer. Maintenance engineer, tuambie majukumu yako na karibu. Asante. Kama alivyoanza engineer, sisi kwenye maintenance tunafanya maintenance kwa vehicle zote na mitambo yote, hasa ya umma kwa maana ya serikali. Lakini sasa tuko mbali zaidi, kama nilivyosema alivyoanza engineer, tuko kwenye mifumo na kuboresha sasa transformation ya taasisi. Sasa tulikuwa kwenye mfumo wa reactive maintenance, kwa maana ya mpaka magari yaharibike au mtambo uharibike ndio tufanye matengenezo. Lakini kwa sasa tuko kwenye falsafa ya predictive. Tunakagua au tuna monitor vehicle au mitambo before ya kuharibika, kwa maana ya sasa tuko kwenye predictive maintenance. Hiyo ni tufanya sisi TEMESA kwenye maintenance kupunguza ile downtime, kwa maana ya kwamba sasa vehicle zote tunazimonitor katika kwa kujua muendelezo wake, kwa maana ya kwamba data na tunatumia mifumo ya AI. Kwa hiyo customers zetu wote sasa hivi watakuwa kwenye huo mfumo kwa kujua nini kinachofanyika kwenye amana mtambo wake au gari yake before haijafika ile muda wa kuharibika. Hii inatusaidia kwenye nini? Kupunguza kwanza ile gharama ya matengenezo, kwa sababu
tunaposubiri mpaka vehicle imeharibika kabisa, iko down pale, gharama inakuwa ni kubwa na nini. Lakini sasa hivi tutakuwa tuna monitor customers, yeye mwenyewe atakuwa anajua before vehicle yake ama mtambo wake haujaenda down kabisa, tunajua tatizo ni nini, kwa hiyo tunalirekebisha before halijaharibika. Hiyo ya kwanza. Lakini pia tunapunguza ule urasimu wa matengenezo, nenda narudi, kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo sasa tuko kwenye mfumo huo. Lakini pia tuko kwenye transformation pia ya kuwasiliana kwa karibu kwa wale wahusika wa moja kwa moja. Wahusika wa moja kwa moja hapa nasema ni wale TO wa taasisi, lakini pia madereva. Once au before haija happen, yeye anajua nini kinachoendelea kwenye vehicle yake. Nafikiria mimi nataka nijue zaidi utaratibu kwani hasa ukoje. Kwa mfano zile kwa sasa hivi ni lazima taasisi zote za umma zifanye matengenezo na nyinyi? Yes, definitely. Ni lazima? Yes, definitely. Okay. Ni sheria. Ni sheria. Nakumbuka serikali ya awamu ya 5 wakati ule ilikuja ikaweka yes. kitu ya. Sasa hebu nieleze kwa nini mmekuja kufanya mabadiliko haya? Mliona nini mwanzoni na sasa hivi kuna kitu gani? Kabla ya kuingia kwenye falsafa hii ya predictive maintenance, tulikuwa tunaona gharama na ya matengenezo inakuwa kubwa kwa customer, lakini pia tunasema satisfaction kwa customer haifikiwi. Unaona kwa sababu mpaka mtambo unaharibika au vehicle inaharibika ndio tuna react sasa, tunafanya matengenezo. Inakuwa sio timely, sio effectively. Kwa hiyo sasa hivi kinachofanyika kwamba tunakagua before, inafanya inspection before chombo au vehicle haijaharibika. Kwa hiyo hii inafanya au inawezesha kupunguza, kama nilivyosema mwanzo, kupunguza ule urasimu, lakini pia gharama ya chombo kukaa tu bila matengenezo, kusubiri spare, inapunguza hiyo. Kwa hiyo kama gari imeletwa pale TEMESA, yes, kwa mabadiliko haya ndio mpaka kutoka, kama matengenezo makubwa yanaweza kuchukua muda gani? Ina depend na matengenezo, lakini matengenezo makubwa, gari imekuja pale body imepata ajali, iko nyanga. Inategemea, inaweza ikachukua miezi 6. No, inaweza kwa mabadiliko haya sasa inaweza ikachukua hata wiki 2 mpaka, kwa sababu saa hizi kwenye falsafa hii wiki 2 ni haya matengenezo makubwa. Yes, yeah. Sawa, ngoja nirudi kwa mhandisi pale, manager TEMESA Dar es Salaam. Wewe tupitishe tu kwa haraka sana kwenye hii transformation ya TEMESA ambayo imejikita katika maeneo 4. Yazungumzie yote kwa haraka hivi. Sawa, moja ni hilo la kwenda kidijitali, pamoja na kwamba tuna mifumo hiyo, lakini la pili ni kwenye hilo swala financial innovation, kuhakikisha kwamba tunaondoa madeni kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo tutalipwa kwa wakati, lakini wateja watakuwa wanajua kutunza pesa. Kwa sasa hivi bado mna watu mnawadai sana huko. Kwa sasa hivi hatuna madeni mapya toka tumeanza mfumo huu, lakini yapo ya zamani ambayo nichukue nafasi hii kutoa wito kwa zile taasisi ambazo bado hazijalipa waweze kutulipa, na sisi tuwalipe wazabuni wetu, kwa sababu wameshikilia pesa na ile pesa ilikuwa ni spares zilizoletwa na wale wazabuni. Eneo lingine ambalo tumefanyia mabadiliko sasa ni hili la ufundi. Ameliongea mhandisi hapa kwamba tulikuwa kwenye reactive, tuna react, yani kitu kinatokea kinaharibika, sisi ndio tunaenda kutibu. Lakini sasa hivi tutakuwa tunatabiri, tuna predict. Kwa hiyo kabla mgonjwa hajajua anaugua nini, sisi tunakuwa tumeshafahamu. Kwa maana hiyo tunaenda kuangalia uhai halisi wa vifaa vyetu, zile asset za serikali, kwamba tutakuwa na kitu tunaita liability, lakini long life span ya vile vitu. Kwa maana hiyo tutasave muda, tutasave pesa nyingi sana na kuhakikisha vitu vinadumu. Eneo lingine kubwa ambalo tumekuwa tunalisisitiza ni mahusiano kati yetu na wateja. Kwa hiyo bado tunaendelea na ile kampeni yetu ya door to door, na sasa hivi tutafika kwa upana zaidi, kwa maana ya kwamba door to door ya sasa hivi itajumuisha majukumu yote wanaofanya kazi TEMESA. Kwa maana hiyo transformation hii imejikita kwenye mindset ya watumishi, kutoka kwenye kutoa huduma ili mradi
wajibu umetimia, lakini kwenda kwenye kutoa huduma ili kuhakikisha kwamba value for money, lakini mteja ameridhika. Okay. Hilo ndio kubwa. Sawa, tutarudi kwako. Nikirudi kwako zaidi tutakuja kujikita zaidi kwenye madeni. Nataka usisitize zaidi kwenye madeni. Japokuwa umesema hamna madeni mapya, lakini yale ya zamani. Nataka utajikita hapo zaidi. Nikuache Abdurrahmani. Natamani sasa nizungumze na Kilindo. Yeye ni in charge wa umeme. Kilindo, karibu. Tusikie kutoka kwako.